the position of the Judicial Service Commission and indeed of the entire judiciary that we are ready to process any complaints. Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha yanayoendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Naam watazamaji, baada ya uchaguzi mdogo ambao ulifanyika maeneo tofauti hapa nchini Kenya mwezi uliopita, ushindi wa UDA kwenye maeneo bunge mawili kule Mbeere North pamoja na kule Malava, ushindi wao haukuwa wa halali, ushindi wao haukufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ya haki na usawa. Na sasa watazamaji wangu, the United Opposition imeanza kujiandaa, na tunapozungumza sasa hivi tayari wamekusanya ushahidi wa kutosha ili kuelekea mahakamani kupinga huo uchaguzi mdogo kwenye haya maeneo mawili kule Mbeere North pamoja na kule Malava, kwa sababu ushahidi upo wa kutosha kupinga huo uchaguzi ambao ulionekana kuingiliwa na serikali, wakatumia nguvu, wakatumia maofisa wa polisi, mpaka wakatumia guns kuvuruga huo uchaguzi, na vile vituo ambavyo hizo matokeo ama matokeo ya huo uchaguzi mdogo yalikuwa yanahesabiwa. Kuna matukio kadhaa watazamaji wangu, hata matukio mengine yaliweza kunakiliwa live kwenye hiyo siku ya uchaguzi, ambapo watu walikuwa wanaongwa, watu walikuwa wananunuliwa, watu walikuwa wanapewa pesa ili waweze kumpigia yule candidate kutoka kwenye upande wa UDA. Bado William Samoei Ruto anaendelea kukumbana na changamoto, kwa sababu hii ndiyo mara yake ya kwanza kutengeneza IEBC, na ni IEBC ambayo inategemewa pale mwaka wa 2027. Lakini vile ambavyo hii IEBC ya William Samoei Ruto imeendesha huo uchaguzi mdogo, ni IEBC ambayo inaonekana bado itajitahidi kufanya kazi zaidi ili kuhakikisha kwamba imezuia haya mambo ambayo yameshuhudiwa katika huu uchaguzi mdogo, kwa sababu mambo ambayo tuliyashuhudia kwenye huu uchaguzi mdogo watazamaji wangu ni mambo ambayo yatatendeka pale mwaka wa 2027. Huu tu ulikuwa ni mfano wa mambo ambayo yatafanyika kwenye uchaguzi mkubwa. Na je, endapo hii IEBC haitarekebishwa, endapo IEBC haitafanya uchaguzi wa haki na usawa pale mwaka wa 2027, wananchi watakubali matokeo tena? Kwa sababu tayari unaona the United Opposition inaendelea kutengeneza evidence ambayo itaenda kule mahakamani na kupinga kuchaguliwa kwa yule candidate wa kule Mbeere North, Leonard Wamuthende, kwa sababu kumekuwa na utatanishi tangu huyu Leonard Wamuthende asimamishwe na UDA aweze kugombania kile kiti cha eneo bunge la Mbeere North. Kwanza kabisa watazamaji wangu, mnajua kabisa kumekuwa na tetezi ya kwamba yeye hajakuwa registered kama mpigaji kura, yeye sio kule Mbeere North, yeye amerejistiwa kule Mombasa. Pia kumekuwa na kashfa ambazo zimekuwa zikimwandama kutoka kule Kenyatta National Hospital. Kwa hivyo watazamaji wangu, huyu Leonard Wamuthende hata baada ya kuapishwa huenda hatofanya kazi vile ambavyo inatarajiwa, endapo hii kesi ambayo inapelekwa mahakamani na the United Opposition itaweza kufaulu kupinga uchaguzi wa kule Mbeere North pamoja na kule Malava. Kuna ujumbe watazamaji wangu kutoka kwa huyu kiongozi kutoka kwenye upande wa United Opposition akizungumza, akielezea vile ambavyo wanaendelea kujiandaa hizo siku tano watazamaji wangu ambazo zimeweza kupita tangu hizo by elections ama uchaguzi mdogo uweze kufanyika. The United Opposition imekuwa ikitafuta ushahidi wa kutosha, ukionyeshana vile ambavyo viongozi wa UDA waliingilia huo uchaguzi, wakaleta maofisa wa polisi, wakaleta fujo na ghasia. Na sasa sijui hii serikali ya UDA itajitetea vipi, kwa sababu ushahidi ambao uliopo ni ishara kabisa, na wako na uhakika kabisa watashinda kwenye hiyo petition ambayo naipeleka kule mahakamani. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo so ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Yes, na tuina evidence. So every weka engine jara niki tikendeta kurungamira kura chiaku aji atarori to mwanka kuletera resort kwa unande tukuletera resort chonde by all the engines in our tallying center. It showed Karisa and won with 18,000 votes against 12,000 shillings kia mtuju. Yes, bogate kini legal action. Oh yes, actually I've been lost for the last 4-5 days. And I was somewhere preparing for the next action.
Nangwere, I can assure you 120%. But it was the next one. The court battle. Oh yes. Kenya, but they will not even be able to respond to the case. They cannot. It is watertight. Ano kumenya kila candidate wao Nigeria. Oh, weto wa Muthende. Wa Muthende is not a registered voter in Mbeere North. He is not a registered voter in Kenya today. Under the assumed name ya leo wa Muthende. That name ile tira change ya. Kenda boindi kendona ile itagwa clearance certificate ya EACC. Aliganirwa by changing his name, he was erasing all his records. He registered the records as a voter in Kenya. Yes. On account of that alone, he is out. Simple. Ingi gutuma bora yende kufairo yagamba kotini. By Friday, siungoje utasikia. Huko tukani kufairo gambicha kuandika baroka. I have not been sleeping for the last 5 days. Gathering evidence and preparing. Yes. Wamuthende, the first thing he must prove is that he is a registered voter. Number 2, he must also prove that he was a candidate. Because to be a candidate, you have to be a registered voter first. And to be a registered voter, your name must appear in the register of your name. Yes. Take your previous name, your current name. So if you go and revoke your name, ugogetho kwa announce rito ryaku we mwenda saba na ugekira Kenya Gazette. Uga assume rito ra Mugambi Manyara. You must go back to register as a voter na rito rya Mugambi Manyara. Utumbo tumera rya mwenda saba kulinga kura kairi. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, ni kweli the United Opposition iko serious na iko tayari kumpeleka William Samoei Ruto pamoja na UDA kule mahakamani, ikiwemo IEBC, kwa sababu haya mambo yote yalitendeka chini ya IEBC ikiyatazama, na ni IEBC yenyewe iliweza kuja kutangaza ushindi wa hao viongozi kutoka kule Mbeere North pamoja na kule eneo bunge la Malava. Kwa nini IEBC ikakubali kutangaza matokeo ambayo inajua kabisa hayakufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya haki na usawa? Huo uchaguzi ulikuwa na fujo na ghasia, lakini licha na hayo yote IEBC inaonekana kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza ili kuwaruhusu wale candidates kutoka kwenye upande wa UDA waweze kuibuka washindi. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza watazamaji wangu IEBC ya William Samoei Ruto kufikishwa mahakamani na the United Opposition. Katika tu uchaguzi wake wa kwanza, unaona IEBC tayari imeanza kukumbwa na changamoto, na itakuwa sasa inaanza kuelekea kule mahakamani ili kujibu mashtaka kuhusiana na huo uchaguzi ambao ilikuwa ni wazi kabisa UDA iliingilia ikaleta fujo na ghasia ili kuwawezesha wale viongozi wa UDA waweze kuzishinda hizo nafasi za ubunge kule Mbeere North pamoja na kule Malava. Na komea hapo watazamaji wangu, lakini asijui mnaona vipi kuhusiana na uamuzi wa United Opposition kutaka kuelekea kule mahakamani? Unaona kweli kulingana na ushahidi ambao wameukusanya watashinda kwenye hiyo petition ambayo wanataka kupinga uchaguzi wa Mbeere North, ambapo wamekuwa wakisema ya kwamba Newton Karish ndio aliweza kuibuka mshindi, lakini ushindi ambao ulishindwa na Leonard Wamuthende, huo ulikuwa ni ushindi wa kupatiwa, ushindi wa kutafutiwa, ushindi ambao haukuwa wa haki na usawa. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mdogo wangu. Kabla sijamatisha, nakumbusha tena uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.